Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Leo tuko hapa kwenye ukumbi wa The Cask, Kawe Beach, katika mwendelezo wa shughuli yetu. Shughuli iliyokuwa mezani ni Bongo Flava Hunters, ambayo wadau wanaoifuatilia wanaelewa mpaka sasa hivi ni kitu gani. Bongo Flava Hunters ni jukwaa maalum tulilolianzisha miaka 3 iliyopita kwa ajili ya moja, kuwaheshimisha na kutambua mchango wa wakongwe waliochonga njia kwenye mziki huu wa Bongo Flava na utamaduni wake, ambao wamechonga barabara. Kwa hiyo tumeanzisha platform hii ya Bongo Flava Hunters kwa ajili ya kuwaheshimisha na kuwatambua. Lakini pili, Bongo Flava Hunters ni maalum kwa ajili ya mashabiki, hususan wale watu wanaita mashabiki wa golden era, mashabiki wa kitambo, wale ambao walikuwa maisha yao walikuwa wakati Bongo Flava music nayo inaanza na kukua. Walilalamika sana kukosa sehemu ya burudani. Kwa hiyo kwa sababu yao pia tukaona tuanzishe platform hii ya Bongo Flava Hunters, ambayo tulianza miaka 3 iliyopita Upanga season 1, baadaye season 2 tukahamia Warehouse Masaki, ambako tulifanya kwa mafanikio sana ya kukua. Lakini kama tulivyowaambia kwamba Bongo Flava Hunters itaendelea kujitafuta ili kufika standard tunazozitaka za kimataifa, basi katika kuzitafuta hizo standard pia tumejikuta tuko hapa kwenye ukumbi mpya wa The Cask by the Beach. Na msanii wetu ambaye tutakuwa naye katika season hii ni Fid Q, mkongwe kabisa. Hakuna mtu ambaye hajui mchango wa Farid Kubanda aka Fid Q kwenye uanzishwaji, ukuaji, hususan ukuaji na maendeleo ya muziki wa Bongo Flava na utamaduni wake. Ni katika wasanii wa kwanza kabisa waliokuwa hit nationally, lakini ni katika wasanii wa kwanza kabisa kutoa muziki wa Tanzania kimataifa kwa kupiga show sehemu mbalimbali Afrika na hususan Europe. Kwa hiyo ni mtu ambaye anastahili kabisa kupanda kwenye hili jukwaa. Katalogi yake ni katika katalogi kubwa kabisa za standard ya msanii ambaye anatakiwa kupewa heshima ambaye anaenda kupewa Fid Q, na concert yake itakuwa hapa The Cask siku ya Ijumaa tarehe 2 mwezi wa 5. Actually kuna wengine walikuwa wamesikia ilikuwa inatakiwa ifanyike tarehe 25, lakini kuna program anaenda kufanya Europe kidogo. Kwa hiyo tutaenda kuipeleka wiki moja mbele, tutafanya tarehe 2 mwezi wa 5 hapa The Cask. Asante sana. Karibu Sale. Asante sana. Ndugu waandishi, karibuni sana. Nimefurahi kuwaona tena, maana nyinyi mmeshakuwa wadau sasa. Leo tuko hapa kwenye ukumbi wa The Cask, Kawe Beach, katika mwendelezo wa shughuli yetu. Shughuli iliyokuwa mezani ni Bongo Flava Hunters, ambayo wadau wanaoifuatilia wanaelewa mpaka sasa hivi ni kitu gani. Bongo Flava Hunters ni jukwaa maalum tulilolianzisha miaka 3 iliyopita kwa ajili ya moja, kuwaheshimisha na kutambua mchango wa wakongwe waliochonga njia kwenye mziki huu wa Bongo Flava na utamaduni wake, ambao wamechonga barabara. Kwa hiyo tumeanzisha platform hii ya Bongo Flava Hunters kwa ajili ya kuwaheshimisha na kuwatambua. Lakini pili, Bongo Flava Hunters ni maalum kwa ajili ya mashabiki, hususan wale watu wanaita mashabiki wa golden era, mashabiki wa kitambo, wale ambao walikuwa maisha yao walikuwa wakati Bongo Flava music nayo inaanza na kukua. Walilalamika sana kukosa sehemu ya burudani. Kwa hiyo kwa sababu yao pia tukaona tuanzishe platform hii ya Bongo Flava Hunters,
ambayo tulianza miaka mitatu iliyopita Upanga season 1, baadaye season 2 tukahamia warehouse Masaki, ambako tulifanya kwa mafanikio sana ya kukua, lakini kama tulivyowaambia kwamba Bongo Flava Hana zitaendelea kujitafuta ili kufika standard tunazozitaka za kimataifa. Basi katika kuzitafuta hizo standard pia tumejikuta tuko hapa kwenye ukumbi mpya wa The Cask by the Beach, na msanii wetu ambaye tutakuwa naye katika season hii ni Fid Q, mkongwe kabisa. Hakuna mtu ambaye hajui mchango wa Farid Kubanda aka Fid Q kwenye uanzishwaji, ukuaji, hususan ukuaji na maendeleo ya muziki wa Bongo Flava na utamaduni wake. Ni katika wasanii wa kwanza kabisa waliokuwa hit nationally, lakini ni katika wasanii wa kwanza kabisa kutoa muziki wa Tanzania kimataifa kwa kupiga show sehemu mbalimbali Afrika na hususan Europe. Kwa hiyo ni mtu ambaye anastahili kabisa kupanda kwenye hili jukwaa. Katalogi yake ni katika katalogi kubwa kabisa za standard ya msanii ambaye anatakiwa kupewa heshima ambaye anaenda kupewa Fid Q, na concert yake itakuwa hapa The Cask siku ya Ijumaa tarehe 2 mwezi wa 5. Actually kuna wengine walikuwa wamesikia ilikuwa inatakiwa ifanyike tarehe 25, lakini kuna program anaenda kufanya Europe kidogo, kwa hiyo tutaenda kuipeleka wiki moja mbele. Tutafanya tarehe 2 mwezi wa 5 hapa The Cask. Asante sana. Karibu Saleh. Kwa majina mimi naitwa Farid Kubanda, lakini wengi mnanifahamu kwa jina la Fid Q, jasiri, tajiri wa mashahiri na flows aka Torian in the top of raps elite. Kimziki chap katika historia yangu ni kwamba mimi nilitambulishwa kwenye game na kibao changu kinaitwa huyu na yule. Huyu na yule, yule Faida yule bule. Mmoja anaingia mmoja anatoka, au kazi anaililia yule kaichoka. Nimeshikiana na Mr. Paul, ikawa hit, ikanibadilishia mtazamo, ikanitoa chini na kunifanya niwe mimi huyu wa leo. Kwa kunipa shows mbalimbali na vitu kama hivyo. Sasa tunapokuwa tunazungumzia shows ni kwamba hiyo experience ninayo tangu mwaka 2000 ya kufanya shows mbalimbali na vitu kama hivyo, na ninafahamika kwa wahudhuriaji wa matamasha kwamba pengine naweza kaa ndo mkali pekee wa masuala ya utumbuizaji au burudani hadhara. Kwa hiyo nisingependa kudwell sana kwenye kujimwagia misifa kwamba mimi naweza nikafanya nini, lakini nafikiri wananchi wanafahamu shughuli yangu. Niwafahamishe tu kwamba kutoka katika uvungu wa moyo wangu nimefurahi kupata hii nafasi ya kuheshimishwa kwa kupitia Bongo Flava Honors. Tarehe 2 ndio tarehe ya tukio. Mimi nimejipanga nitarudisha watu kwanza katika albamu yangu ya kwanza ambayo ni Vina Mwanzo Kati na Mwisho, albamu yangu ya pili ambayo ni Propaganda, mpaka ya 3 ambayo ni Kitawalojia. Lakini habari njema nizo nazo na albamu ya 4, kabla ya 4 nina EP inaitwa Kitaa Rejects. Kwa kutoka kuna mangoma Kitaa Rejects pia ambayo nitayaonjesha hapa, kwa sababu hapa nimeambiwa kwamba nimepewa masaa 3 ya kufanya vitu vyangu. Shows kibao ambazo mnazijua kuhusiana na Fid Q za nusu saa, risali moja, nimepewa masaa 3 na nina mpango wa kuyatumia ipasavyo. Kwa hiyo kutakuwa kuna exclusives nyingi, nitakupo mimi, nitakupo na washikaji zangu ambao ni wasanii na wengine ambao sio wasanii, ili kuhakikisha tu kwamba mnapata experience ya tofauti. Nachotaka kuambia tu ni kitu kimoja, zimefanyika nyingi hizi, lakini hii itakuwa tofauti sana. So ndani ya siku hii adhimu kabisa ya kutimiza miaka 11, leo tumepata habari njema sana ya kuwa Bongo Flava Honor inakwenda kumpa heshima yake Fid Q. Of course Taita amezungumza hapa, nafikiri sifa ya Fid Q haina haja ya sijui tunaweza tukaiekaje, lakini ni sifa yake iko wazi, haijifichi. Wanasema his resume speaks by itself. Yes, bila shaka kabisa. Kwanza amekuwa ni inspiration kwa vijana wengi sana ambao wamekuwa kwenye ulimwengu wa hip hop, na kama wanavyofahamu sifa mojawapo ya kuwa mwana hip hop bora ni consciousness, ambapo nafikiri Fid anakuwa ni mwalimu katika masuala ya consciousness. Watu wengi wamekuwa wakipata elimu mundani, wamekuwa wakipata madini mengi sana kupitia mistari yake ya kila siku, na nathubutu kusema kwamba yeye ni one of the
mbuzi, au sio bwana? One of the mbuzi ambao wako hapa, nafikiri kwenye hiyo levels hapo Titan ndo anaweza kuwataja ma triple OG. Yeye kwa heshima yake anaweza kuwataja, lakini Fid ni one of them. Kwa hiyo kuweza kufanya naye hii nafikiri ni moja kati ya vitu ambavyo vya kujivunia. Pia mimi nimetokea kwenye utamaduni wa hip hop, kwa hiyo kwangu mimi kumuona mwana hip hop anapata nafasi hii ya Bongo Flava Honor inakuwa ni furaha zaidi, na kwa wana hip hop wote. Kimsingi kama unavyofahamu, hautuambii kitu EFM, hautuambii kitu na Bongo Flava Honor. Sisi ni imo ndani ya damu, yani damu yetu na Daywalker zina flow pamoja. Kwa hivyo kwa namna hiyo basi hili ni jukumu letu kabisa kwa 100%. Na unafahamu shughuli bwana yoyote ambayo inahusisha EFM inakuwa sio shughuli ndogo. Kwa hivyo tutarajie mengi zaidi, na nafikiri bwana mkubwa Jizo, nafikiri umekuwa ukiona anamwaga tu Jizo sound na nini. Kwa hiyo tutarajie mengi sana kutoka kwa upande wetu, lakini pia msiache kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali. Nadhani huu mwezi wote mpaka kufikia hiyo tarehe 2 ya mwezi wa 5 FidQ atatawala pale. Binafsi nafikiri tutakuwa na sessions kadhaa utaziona na Fid mwenyewe, lakini pia nafikiri vipindi vyetu vyote vitakuwa vikiendelea kutoa updates kwa ajili yake. Na mwisho wa siku sasa, siku yenyewe tunakutana hapa, na safari bwana haina visingizio. Tuko beach hapa. Space ni kubwa sana, au sio bwana? Kama upende AC basi kuna hewa safi kabisa. Na mengine mengi yatakuwa yako vizuri. Kwa hivyo nawasihi sana tuendelee tu kufuatilia vipindi vyetu TVE na EFM ili kuweza kupata updates mbalimbali kila siku kuanzia leo hii mpaka pale tukio hili litakapokuwa limekamilika. Kwa hivyo usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.